mnaweza mkatengeneza mkaa wa kuwatosheleza nyinyi, lakini na ziada mkauza kwa gharama nafuu. Sidhani kama sio wewe utakuwa unataka super profit. Kwa hiyo unaweza kuwauzia wananchi walio majirani kwa gharama ambayo ni nafuu, badala ya kununua ule mkaa. Umesema wewe mwenyewe huu mkaa sijui ni upi unaorufaa, yani unawatumia muda mfupi, kiwango kidogo, compared na mkaa huu wa kawaida ambao unatumia magunia mengi. Kwa hiyo faida ya hii iwe ni hiyo, kwamba muweze nyinyi kujitosheleza, lakini pia muweze kuwafikishia na Watanzania wengine ambao wanawazunguka, na nyinyi mkawa mnapata kidogo. Ni legacy tu. Unajua kama kitu kinatoka jeshini, kwa wananchi wale wanajisikia faraja. Huhitaji faida kubwa kwa sababu hata manpower ambao ni ya serikali ile sio serikali, watu personnel wa jeshi ni serikali ile Kwa hiyo yani ninyi mnakuwa mnaitumikia nchi tu. Kwa hiyo kwa maana nyingine mnatekeleza nini maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu. Lakini pia nitoe shukurani nyingi sana kwa bodi ya REA chini ya wewe mwenyekiti Afande, ambao mliamua kutupatia rasilimali fedha kwa ajili ya kuwezesha vikosi vyetu kutumia nishati safi kufuatia maagizo ya serikali. Kwa niaba kwa Jeshi la Kujenga Taifa ninawashukuru sana bodi ya REA, lakini pia watendaji wa REA. Mfano mwenyekiti, kama nilivyosema tukiwa 838 sisi JKT makao makuu tuliunda kamati yetu ambayo inasimamia mradi huu katika vikosi vyote chini ya DVT ambaye ni Lieutenant Colonel Ngairo. Vile afande, vijana wameweza kujifunza namna ya kutengeneza huo mkaa na namna ya kutumia hizo gesi nishati safi badala ya kutumia mkaa kwa kupikia. Na vile mazingira yanakuwa ni masafi ya kupikia, hata vijana wenyewe wanafurahia, hata akiambiwa zamu ya kupika jikoni anakuwa very comfortable. Wapishi kama nilivyoweza wameweza kuepuka matumizi ya nishati isiyofaa na kuboresha afya zao. Ukitumia mikaa, wengi wanakuta vifua na magonjwa mengine nyemelezi yanakuta yanatokea. Vile mradi wa biogas ambao na mkaa mbadala unaotumika umeweza kutumika kwa mafunzo kwa vijana wanapokuwa kambini kama sehemu ya darasa la practical. Kwa hiyo mwanzo walikuwa wanasoma tu kwenye vitabu, lakini hawajui mechanism na matumizi yake, lakini sasa hivi ina maana anaweza kujua na kuzitumia. Na vijana ina maana wakiondoka inakuwa ni elimu hata huko kwenye jamii zao wanakoenda. Kwa kweli kikosi Afande kinashukuru sana kwa kupata hii miradi. Tunashukuru serikali, vile tunashukuru Jeshi la Kujenga Taifa, tunashukuru REA kwa kuweza kutuletea huu mradi. Na maombi ni kwamba pale hali inaporuhusu huu mradi kuenea katika vikosi vyote vya Jeshi la Kujenga Taifa, itakuwa ni mafanikio makubwa, si tu kwa jeshi bali hata kwa taifa kwa ujumla, kwa sababu sisi tunapakana na jamii ambazo zinatuzunguka. Wanavyoona taasisi kama za kwetu zinatumia hiyo miradi, kwa hiyo hata jamii inakuwa na interest ya kupenda kujifunza na kuanza kutumia.